Mimi naitwa mchungaji Fanuel Daniel wa kanisa la EAGT. Niko Mwanzugi. Nimeamua kulima mtama huu ekari kama 40 hivi. Ingawaje zinazidi, mengine yako pembeni kidogo. Kijumlisha ni kama eka 45. Kwa kweli mtama huu ni mwekundu na kuna sehemu anautaka sana wa kibiashara. Pamoja na kwamba unaliwa kama chakula, lakini pia kibiashara. Nimelima, huu ni mwaka wa pili ambao nimefanikiwa zaidi katika uivaji. Mwaka jana sikufanikiwa kwa sababu hali ya hewa ya huku inatofautiana. Kwa hiyo mwaka huu imekuwa hivyo. Yes, ndugu mtangazaji wa Luhala TV, leo tumepata kumtembelea mkulima katika kijiji cha Mwanzugi hapa, lakini pia huu ni mchungaji wa kanisa la EAGT hapa Mwanzugi. Mchungaji, tumekutembelea, tumeona shamba lako, shamba tumeliona na tumeona umelima hekari zaidi ya 40. Una mwaka wa pili unalima hili zao. Ndiyo. Zipi faida za hili zao la mtama mwekundu? Faida kwanza ni chakula, lakini pia ni zao la kibiashara. Okay. Mwaka jana umelima, matumaini au mavuno ya mwaka jana na mwaka huo unaonaje? Mwaka huu yamezidi zaidi kwa sababu ya hali ya hewa, mvua zilikuja zikanyesha vya kutosha. Ingawaje mwanzo tulipata changamoto ya jua kuja na kuunguza, tukarudia tena kupanda. Soko la huu mtama likoje? Soko sio zuri sana. Kuna wanunuzi wa katikati ambao wao wanatafuta masoko ambayo sisi hatuyajua kulima. Baadaye wanapopata soko wanakuja kutununulia kwa bei ya chini sana. Zipi changamoto unazokumbana nazo wakati wa kilimo? Changamoto kubwa kwanza ni hali ya hewa. Inapobadilika hali ya hewa ni moja ya changamoto. Tunakosa mvua au zinanyesha baadaye zinakata, mazao yanakauka. Changamoto ya pili ni vitendea kazi, pawatila au matrekta, ya kusababisha mimi nipanue kilimo zaidi kwa sababu nina moyo wa kulima. Changamoto ya tatu ni soko. Ninapolima wanaanza kuniambia nilime kwa soko zuri mwanzoni, maelezo, lakini unapoivisha tu wanapotea na kuanza kushusha bei kwamba soko limeporomoka. Hizo ni changamoto kuu tatu. Lakini ya nne ni changamoto ya wafugaji. Tunapolima wafugaji hawana maeneo yao ya kuchungia mifugo yao. Kwa hiyo wanatembelea wanachungia karibu na mashamba yetu. Na kwa vile sehemu kubwa wa wachungaji ni watoto, unakuta wanacheza tu, mifugo inaingia na haribu mazao yetu. Changamoto labda ya mwisho naweza nikaielezea kwa wataalamu. Wataalamu siwalaumu sana kwa sababu ni wachache, lakini light tungelikuwa tuna mawasiliano nao, wao wanakuja kututia moyo basi hata katika kazi hii tunayoifanya. Maana tunaifanya kazi ambayo inahitaji utaalamu wa kushauriwa. Athari ni kubwa, ila unapochukua hatua tena, kwa sababu tunaishi katika jamii, tuko pamoja, ni kuzua tu fitina. Kwa hiyo sana mimi kama mchungaji ni kusamehe tu. Na kwa kusamehe sasa imetugharimu sana kwamba kila mmoja anajua kwamba huyu ni mchungaji. Kwa hiyo tunapopata hujuma, kwa kweli tu ni kusaidiwa na sheria zinazosimamia mambo. Hata ukiripoti unakuta kuna kigugumizi namna ya kuwahukumu wafugaji, maana nao wana mali zao, wana namna yao ya kuzima mambo kama haya. Na sisi hatupendi kushindana au kwenda mahakamani. Ndilo hiyo tatizo kubwa sana. Upande wa huduma yangu kama mchungaji ni kweli, lakini kuna Biblia inaeleza kabisa kwamba afanyaye kazi kwa ulegevu atapata umaskini wa kumtosha. Lakini pia sisi kama wachungaji lazima tutoe mfano kwa washirika, maana kuna washirika wengine unakuta wamekaa tu hawana shughuli zao maalum. Kwa hiyo napofanya namna ni kama somo pia kwa ajili ya kanisa nalolisimamia, ili nisiwe nategemea tu washirika. Hapana, natoa mfano, na kwa sababu hiyo naweza nikasaidia hata washirika ambao wanakuja kanisani wana hali ngumu kiuchumi. Na ni kweli Biblia inasema kwamba mfanya madhabahuni atakula vya madhabahuni. Lakini sasa tunatofautiana mazingira ya utumishi. Wale wa mjini wana namna yao wanavyoishi kule kwa sababu hawana mashamba. Lakini sisi tuna fursa kubwa, watu wa mashambani tunaweza kulima, ili mradi tu kilimo kisiharibu utumishi. Usibezi sana kwenye kilimo. Wewe umeitwa kwa ajili ya roho za watu. Wao tunalima kama ziada tu kwa ajili ya kulisaidia kanisa lisipate shida sana kukutunza wewe mchungaji. Na wewe tia mkono, maana tutakula kwa jasho, maandiko yanasema. Upi ushauri wako kwa serikali? Ushauri wangu kwa serikali ni kwamba ijali maisha ya mkulima kwa ujumla tu, kwa sababu wakulima wanapokosa
kusaidiwa na serikali, hasa kwa kutenga maeneo ya kulima na maeneo ya wafugaji. Na wale ambao wana mifugo mingi na wanashindwa kuimudu, inabidi serikali waeleze mahali pa kuweza kupeleka mifugo yao ya namna hiyo. Unaona? Maana serikali pia imeshauri sana watu wana mifugo michache, kwa sababu kwanza wanaharibu mazingira, alafu pia wanasababisha mgogoro na wakulima. Kwa hiyo na washauri serikali wawe karibu na hawa watu wakulima na wafugaji, ili kila mmoja afanye kwa kunufaika. Mkulima naye anufaike na mfugaji naye anufaike. Serikali mimi nashukuru kwa inanigusa katika hali ya usalama tu kwanza wa maisha. Tunapokuwa na usalama ndio tunakuwa na hizi kazi zote za kufuga na kulima. Lakini napenda serikali iniguse mimi kwa kunitafutia soko. Kwa sababu bidii yangu yote inapoishia kwenye sifuri na kata tamaa kabisa. Na nikikata tamaa mimi ni mchungaji, nitafundisha nini? Asante na kutakia siku njema. Asante.